Katika siku za hivi karibuni, kundi la vijana linalojulikana kama vijana wa Dejong limekuwa gumzo nchini baada ya kujitokeza kwa nguvu kubwa katika kuhamasisha wananchi kupitia kampeni yao ijulikanayo kama Mitano Tena. Kundi hili ambalo limejizolea umaarufu kutokana na kasi na ubunifu wao katika kuelimisha na kuhamasisha jamii, limekuwa likisambaza ujumbe wa kuwaunga mkono viongozi mbalimbali wa kitaifa, likisisitiza kauli yao maarufu Mama Samia na Dr. Mwinyi, Mitano Tena. Platform ya vijana wa Dejong imezaliwa kutokana na platform ya Mkasi Utaongea. Katika ufunguzi wa miradi ya maendeleo, Daktari Hussein Ali Mwinyi katika ufunguzi wa soko, nakumbuka katika ufunguzi wa soko la Mwanakwerekwe, alizungumza ya kusema kwamba yeye hatakuwa na maneno mengi, bali yeye atatumia mkasi. Baada ya hapo tukakaa vijana kuweza kudiskasi, je, vipi tutaishi na kauli mbiu ya Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ndipo tulipokuja na neno la Mkasi Utaongea. Kuna vijana wetu mheshimiwa ambao nitawasimamisha na watainua bango lao. Mheshimiwa, hawa vijana wameguswa na ile moto yako ya kusema mimi sasa hivi wanaokebehi, wanaoleta dharau, wanaoleta matusi, wanaosema yasiyoeleweka, mimi sasa sitawajibu kwa mdomo, sasa ni vitendo na mkasi wangu utaongea. Sasa leo mheshimiwa, vijana hawa wamebeba ile moto yako. Nakumbuka katika ufunguzi wa viwanja vya Maisara, Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kufungua viwanja vile, baada ya kuona yeye mwenyewe sehemu tofauti tunakwenda tunashiriki, tumeshiriki miradi mingi ya maendeleo katika ufunguzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuwashukuru vijana alitamka na kusema, na washukuru vijana wa Dejong. Naambiwa kuna vijana wa Ankali, kuna vijana wa Hatuna Mbadala, kuna vijana wa Dejong. Sasa pale ndipo ilipozaliwa platform ya vijana wa Dejong. Kijana huyu mzalendo ndio kichwa katika kikundi hiki, ambaye alianzisha hamasa hii ya Mitano Tena na kutambuliwa na jamii yote ya Zanzibar na Tanzania bara. Kupitia hamasa hii, vijana mbalimbali wamemuunga mkono pamoja na kuendeleza alichokianzisha Dejong kwa ukubwa zaidi. Kazi ya vijana wa Dejong haikubaki bila kutambuliwa. Viongozi mbalimbali wa serikali, wanachama wa kada tofauti, pamoja na wananchi wa kawaida walionyesha kuunga mkono kampeni hiyo. Binafsi, mimi kama kijana mzalendo nilivutiwa sana na harakati ambazo wanafanya vijana wa Dejong, ndipo nami nikashawishika kujiunga nao ili niwe miongoni mwa ambao wanaosapoti harakati za viongozi wetu na maendeleo yaliyokuwepo. Vile vile kupitia platform ya vijana wa Dejong tumeweza kuzunguka Tanzania nzima kwa ujumla na kuipitia baadhi ya mikoa kama vile mkoa wa Katavi, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Tanga, Arusha na mikoa mingineyo. Lengo kuu kabisa ikiwa ni kwenda kuwaweka vijana wenzetu katika level moja na kuwahamasisha juu ya maendeleo yanayofanywa na marais wetu wawili, Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Mwinyi kwa upande wa Zanzibar. Kundi la Dejong chini ya kiongozi wao Hassan Jaber Hamdu almaarufu Dejong Al-Kasusi Mamba, pamoja na viongozi wengine, limeendelea kuwa mfano wa jinsi vijana wanaweza kushiriki kikamilifu katika mijadala, kampeni na hata mchakato wa maendeleo ya taifa. Na kama kauli mbiu yao inavyosema, hamasa yao inaonekana bado inaendelea mitano tena na zaidi ya hapo. Usiku huu wa leo, hatuna budi kuwapongeza vijana wa Dejong kwa kazi kubwa walioifanya kwa viongozi wa nchi na kuonyesha uzalendo wao pamoja na kukuza imani ya jamii.
Na hawa ndio vijana wa Dijong Alkasusi Mamba.